Kwa majina naitwa Ali Saidi Shemoka, ni mkazi wa kata ya Kipunguni ilikuwepo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kwa sasa kwa kipindi hichi ni nauli kupanda. Nauli ziko juu sana. Kwa mfano kutoka Moshiba, kutoka Gongo la Mboto kwenda kwa Mkolemba, nauli imefika 1000 kutoka 700 ambayo ilikuwa nauli awali. Kwa hiyo imetokana na ubovu wa barabara ambayo tunatumia wakazi wengi tunaoishi katika mtaa wa Kipunguni, katika mtaa wa Amani. Ombi langu kwa mamlaka zinazohusika, kwanza watuboreshe barabara, kama ikiwezekana waifanye iwe katika kiwango cha lami. Hii itatusaidia sana kwa sababu kwanza itapelekea kupungua kwa nauli na itawafanya wananchi wengi wawe na uwezo wa kumudu nauli ya kutoka hapa na kuelekea maeneo mengine ya mji. Kwa majina naitwa Flora Mchunga, ni mwananchi wa mtaa wa Amani. Kero zetu hapa, tuna kero nyingi sana. Kwanza barabara ni mbovu sana, yani barabara ni mbovu kuanzia kule kote mpaka huku. Haya madimbwi hapa ni madogo sana kuliko madimbwi yaliokuwepo huko na kule. Kila siku tunaahidiwa tutatengenezewa barabara hamna. Nauli zimepanda bei. Alafu kila siku tunasumbuliwa pia. Watu kila siku wanakuja kutukamata. Sasa sisi wafanya biashara tutafanya biashara gani jamani? Wanakuja kutukamata hapa. Mtu umefungua kibiashara chako kidogo tu, wanakuja watu nakamata. Hatuelewi sisi tutakimbilia wapi jamani. Kwa majina yangu matatu, naitwa Abdi Hashim Mahanyu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Amani, kata ya Kipunguni, wilaya ya Ilala, jiji la Dar es Salaam. Kwenye changamoto sasa ambayo ninayo kwenye mtaa wangu ni miundombinu ya barabara. Miundombinu ya barabara imekuwa changamoto, na ni kutokana pia na hali ya mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini, lakini pia katika jiji letu la Dar es Salaam na kwenye kata na mtaa wangu wa Amani. Kwa barabara ya kutoka Moshiba kwenda Bomba Mbili ambayo imepita mtaa wangu, na Moshiba kwenda Kanyigo, Mwembeni, Kivule, lakini pia Moshiba kwenda Kapungu Achimwene ambapo pia inapita ofisi yangu ya serikali ya mtaa. Miundombinu hii imeharibika vibaya sana kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Tumewasiliana pia na mkurugenzi wa jiji. Kinachosubiriwa ni mvua zipungue ili uwekaji wa vifusi uweze kufanyika. Lakini ushauri kwa niaba ya wananchi wa mtaa wa Amani, katika maboresho haya ambayo yanakuja, tunaomba kipaumbele namba 1, kipaumbele namba 2, kipaumbele namba 3 iwe ni mitaro kwenye barabara zetu. Barabara zimekuwa hazina mitaro, kwa hiyo tukiweka vifusi, mvua zinapokuja inakuja kuharibu moja kwa moja kabisa kwa 90% miundombinu yetu ya barabara. Changamoto kubwa ambao wanalalamikia wananchi ambao imetokana na miundombinu ya barabara ni kupanda kwa nauli. Nauli za bajaji kutoka kwa Mkolemba kwenda Mombasa Gongo la Mboto, kutoka kwa Diwani kwenda Mombasa Gongo la Mboto awali zilikuwa shilingi 800, lakini kwa sasa nauli zimepanda mpaka kufikia shilingi 1000. Kwa mwananchi wa kipato cha chini hii inakuwa ni adha sana. Maana yake ufikirie kutoka hapa kwenda Gongo la Mboto 1000, lakini go and return inakuwa shilingi 2000. Lakini huyo bado hajapanda gari ya kwenda Posta, kwenda Msasani na nini, na kipato cha mwananchi wa hali ya chini kama tunavyojua kwamba ni kidogo. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wanakuja ofisini kulalamika. Tumeendelea kuwaambia kwamba waendelee kuwa na subira, sababu serikali ya Daktari Mama Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu. Tumeambiwa baada ya maboresho ya moram ambayo yatakuja baada ya mvua hizi kupungua, lakini mpango mkakati wa lami utakuja katika kipindi kinachokuja. Kwa sisi kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya Mheshimiwa Diwani, mbunge wetu pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Natoa shukrani zangu za dhati kwa baadhi ya maendeleo makubwa ambayo tumetoa kwenye kata yetu. Tulikuwa tuna shule ya sekondari, tuna shule ya sekondari hivi sasa, na pia tuna shule ya sekondari ya ghorofa ambayo inaendelea kujengwa, ipo katika hatua za mwisho, yenye madarasa 20 na lifti. Tuna zahanati ya kata. Kwa hiyo ni miongoni mwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kutoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini ukiniuliza mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa na kama raia namba 1, kipaumbele ambacho tunakihitaji kwa sasa, ukiniuliza kipaumbele namba 1 nitakwambia barabara, kipaumbele namba 2 nitakwambia barabara, na kipaumbele namba 3 nitakwambia barabara. Kwa sasa kwenye mtaa wangu ama kwenye kata yetu kwa ujumla, pamoja na kata zingine na mitaa mingine, tunalo zoezi kubwa la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Ambapo wananchi wanakuja kwa wastani ambao kwa sasa kwenye siku mbili hizi unaridhisha sana, kuja kuangalia majina yao na kukagua. Lakini pia wale ambao hawakupata nafasi ya kujiandikisha na kuingia kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, nao pia wameendelea kuja kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kutekeleza wajibu wao wa msingi wa kikatiba, kuingia kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ili baadaye mwezi Oktoba waingie katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, mbunge pamoja na diwani. Na jana pamoja na leo, mimi pamoja na kamati yangu ya serikali ya mtaa tumeamua kuchukua mtu ambaye atakuwa akizunguka mtaani na kipaza sauti kwa ajili ya kuhimiza na kuhamasisha wananchi waje kwa wingi katika kufanya maboresho kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tumefanya vizuri na naamini tunaendelea kufanya vizuri, tukisubiri siku ya mwisho ambayo itakuwa ni kesho.